Hujambo na karibu World Sports 14, tuangazie taarifa za michezo zinazogonga vichwa vya habari nchini Tanzania. Klabu ya Young Africans imeandika historia mpya katika maendeleo ya soka la Tanzania baada ya kusaini rasmi makubaliano ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa uwanja wa kisasa. Hatua hiyo inatajwa kuwa miongoni mwa miradi mikubwa zaidi kuwahi kufanywa na klabu ya soka nchini. Hafla hiyo imefanyika leo jijini Dar es Salaam katika makao makuu ya klabu hiyo yaliyoko Jangwani Kariakoo. Makubaliano hayo yamehusisha ubia kati ya Yanga na kampuni ya GSM, kampuni inayomilikiwa na mfanyabiashara maarufu nchini Ghalibu Said Mohamed. Katika makubaliano hayo, pande zote mbili zinatajwa kushirikiana katika utekelezaji wa mradi huo mkubwa unaolenga kuijengea Yanga uwanja wa kisasa wenye viwango vya kimataifa. Hafla hiyo ya utiaji saini iliongozwa na Rais wa Yanga Hersi Saidi, huku mgeni rasmi akiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila. Viongozi mbalimbali wa michezo, wanachama wa Yanga, wadau wa soka pamoja na wageni waalikwa walihudhuria hafla hiyo iliyoshuhudia hatua muhimu ya maendeleo ya miundombinu ya michezo nchini. Akizungumza katika hafla hiyo, Hersi amesema mradi huo ni sehemu ya ndoto ya muda mrefu ya wanachama na mashabiki wa Yanga kuona klabu yao inakuwa na uwanja wa kisasa unaokidhi mahitaji ya soka pamoja na kuongeza uwezo wa klabu kujitegemea kiuchumi kupitia mapato ya miundombinu. Aidha, ameeleza kuwa mradi huo utakuwa na manufaa makubwa kwa klabu na maendeleo ya michezo nchini kwa ujumla. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, uwanja huo unatarajiwa kujengwa eneo la Jangwani katika sehemu inayofahamika kihistoria kama uwanja wa Kaunda, karibu na makao makuu ya Yanga. Eneo hilo limekuwa sehemu muhimu ya historia ya klabu hiyo kwa miaka mingi, hali inaongeza thamani ya kihistoria ya mradi huo kwa wanachama na mashabiki wa timu hiyo. Taarifa zinaeleza kuwa uwanja huo utakuwa na uwezo wa kubeba mashabiki takriban 20,000 pamoja na kuwa na miundombinu ya kisasa ikiwemo vyumba vya kuvalia wachezaji, sehemu za wageni maalum, maeneo ya biashara na huduma nyingine zitakazokidhi matakwa ya mashindano ya kimataifa. Mradi huo unatarajiwa kukamilika ndani ya kipindi cha miezi 18 hadi 24 tangu kuanza rasmi kwa utekelezaji wake. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Chalamila ameipongeza Yanga kwa hatua hiyo, akieleza kuwa uwekezaji katika miundombinu ya michezo ni sehemu muhimu ya kukuza ajira, uchumi na vipaji vya vijana nchini. Chalamila amewataka pia wadau wengine wa michezo kuiga mfano huo kwa kuwekeza katika miradi yenye tija kwa maendeleo ya sekta ya michezo. Hatua hiyo ya Yanga kuanza rasmi mchakato wa ujenzi wa uwanja wake imepokelewa kwa matumaini makubwa na mashabiki wa soka nchini, wengi wakieleza kuwa mradi huo unaweza kuwa chachu ya mabadiliko makubwa katika mfumo wa uendeshaji wa vilabu vya soka kwa kuongeza uwezo wa kujitegemea na kuimarisha ushindani wa kimataifa. Ni hayo tu kwa sasa. Kwa habari zaidi za michezo, tafadhali endelea kufuatilia World Sports 14. Kwa heri.